Okay, iko hivi. Kuna vitu watu mnaongea hamna uhakika navyo. Kwenye hii game ya comedy, kwenye hii stand up comedy, kuna vitu mnavisema na sio sawa, havina ukweli. Kuna mahali nimepita jana na sehemu zingine watu wanazungumza na wamejiaminisha kwamba kuna mtu anaitwa Koi Mzungu kwamba ndio game changer wa stand up comedy. Where? Koi kwanza sio comedian. Amechekesha wapi? Nionyeshe stand up aliyofanya, comedy aliyofanya kwamba aitwe game changer. Amechange nini? Yule ni mjasiriamali kama wajasiriamali wengine. Game changer wa hii comedy ni Wasafi na Diamond, ndo aliichukua wakaipeleka mbele. Hapo na kuelewa. Lakini Koi sio game changer, ni mjanja tu. Anajaribu kutumia vijana ajinufaishe yeye na maisha yao. Anafundisha vijana wake kuishi fake life, kukimbilia kununua magari. Huwezi kukaa nyumba ya 600, 500, una gari ya milioni 70, si milioni 120. That's stupidity. Amechange nini hapo? Na yeye ndo role model. Ananyonya vijana wenzake, anatumia vijana wenzake kujinufaisha yeye mwenyewe. Unasema Koi ni game changer. Game changer. Na wakampa na tuzo zile, mimi sijui tuzo zile sijui waliwaza nini wakampa. Mimi binafsi kwa kweli naomba tu msinielewe vibaya. Mimi siongeagi, lakini leo imebidi niongee. Siwezi kumtofautisha Koi na utapeli. Yaani Koi na utapeli wako hivi. Hana maana yote. Hajawahi kufanya kitu chochote kikafika mbali. Haya, niambie hiyo platform aliyoianzisha iko wapi sasa hivi? Anafanya nini? Mbona afanye show? Kinachomkwamisha ni nini? Vijana amewachukua wengi, ile platform ina watu kibao. Wale vijana wanaishi wapi? Wanakula nini? Hebu niambie tu. Wamepambana wengine sasa hivi wanapata pesa zao mtandaoni huko, wanaenjoy. Mnakuja mnasema game changer. Amechange nini? Vijana wanamfuata kama kina Shafi wale, akina Saidi, wanamfuata nyuma kama baba yao mzazi. Hebu sikizeni, mkiwa mnaongea ongeeni na vitu vya uhakika. Maana kuna kile kipindi tumetoka kwenye platform ile akasema hata alishawahi kulipia watu kodi. Koi ni muongo. And Koi is not even a leader. Ni mjanja mjasiriamali. Koi, acha kuvuruga watoto wa watu, kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho umeshawahi kufanya ukawasaidia watu zaidi ya kuwavuruga na kuwatumia na kuwanyonya vijana. Tafuta biashara nyingine. Kama umeshindwa kunyanyua, kuwa na project ya kunyanyua vijana, ya kusaidia vijana, sidhani kama ni sehemu nzuri sana ya kufanya comedy. Toka.